ukapata mtoto ambaye tunatarajia kuwa awe na kilo za wastani, lakini sasa amepitiliza kiasi. So inaweza kuwa utastaajabu, jambo hili la unene wa kupita kiasi linaanza anapozaliwa mtoto. So wengi wetu sasa, ama baadhi yetu, tumewata ile sunna ya Mtume ya kusema kuwa mtoto anyonyeshwe. Naam. So hakuna lishe bora kwa mtoto mchanga kama kunyonyeshwa kwa yule mtoto. Awe apate kitu chengine chochote, ni maziwa ya mama. So sisi twasema kwa madaktari wa watoto kuwa jambo hili la kuchipuka kwa ugonjwa huu limeanza ama huenda limechangiwa kutoka kwa uchangani wa yule mtoto. Naam. Kwa kile chakula ambacho kingekuwa amepatiwa lakini hakupatiwa, na chakula hichi ni maziwa mama. So ile breastfeeding ambayo tunahimiza, huende ikawa ukampatia mtoto wako maziwa ya pakiti ya ng'ombe, ama ukapatia maziwa ya mkebe ambayo yatoka kwa asilia gani? Asilia ya mnyama mwingine, si ya binadamu. Si ya mama. Ambayo protini yake ni tofauti, sukari yake ni tofauti, vipimo vyake vyote, ingredients yake ni tofauti. So huende ikawa vile vinachangia kwa yule mtoto akaanza obesity akiwa umri ule.